Muhali gani ndugu zetu watazamaji wa Sheka Toto TV? Karibuni katika kipindi chetu cha yaliyojiri leo siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2025. Naye kuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na wenzangu Neema Shabani Karanda na Sheikh Ali Muhammad Salim. Karibuni sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Tuangalie habari mbalimbali zilizojiri mikoa tofauti hapa nchini kwetu Tanzania. Tunaanza na habari yetu ya kwanza, inasema mwanafunzi wa darasa la kwanza auawa kikatili mkoani Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kijiji cha Kilwa wilayani Rombo kwa tuhuma za mauaji ya mtoto Rosemary Matias mwenye umri wa miaka 6, mwanafunzi wa darasa la kwanza katika shule ya msingi Mahaheni. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, tukio hilo lilitokea mchana tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 9 jioni, baada ya mtuhumiwa kumkuta binti huyo akicheza na wenzake na kisha kumkata shingo kwa kitu chenye ncha kali na kutenganisha kiwiliwili na kichwa chake. Mashuhuda walisema walishangaa kumuona mtuhumiwa huyo akirudi nyumbani kwake akiwa ameshika panga na kuanza kumshambulia kwa kumcharanga mtoto Rosemary tena kikatili. Yaani wasemi kuna matukio mengi ya ajabu. Ndio maana nasema watu hawakomi. Kwa sababu kila siku kuna habari za kutisha. Yaani kila siku ni watoto mke. Watoto mke. Yaani ni kila siku. Hii ni jambo la kusikitisha. Yaani wewe mbaba mwenye umri wa miaka kama hiyo 26. Miaka 26. Ni sawa na mwanawe. Yaani huyo ni kama mwanawe. Au ni sawa na mwanawe. Sasa wewe kaingiwa na nini au kaingiwa tamaa gani? Au ni mambo ya kishirikina hatuwezi kuelewa, lakini unaenda tu wewe au umechanganyikiwa. Yaani kwa kweli sasa hivi jamani na amemkuta anacheza. Yaani anacheza na ushirikina, hiyo mimi naona sasa imepitiliza. Sasa mimi najiuliza au alikuwa kalewa ama ushirikina. Yaani sidhani kwa sababu matukio yenyewe yanaongozana. Yanaongozana. Yaani kuna matukio shehali, yaani kuna matukio. Yaani mpaka unasema jamani sasa hizi habari zinatosha. Yaani kwa kweli tujitahidi na tuombe dua sana, maana hizi karne tunazobakia hapa sasa hivi naona ni mtihani. Kwa kila siku matokeo mabaya kwa kweli ni hatari sana. Na sasa hivi natakiwa mtoto kama hujamuona nusu saa au kila badala muda lazima uwe unamwangalia. Kama una watoto wadogo wenye kuanzia 4, 5 kuendelea. Yaani tuwe makini sana sisi wazazi. Kabisa, wala sio uongo. So mtoto kakaa masaa wewe unaendelea kufanya mambo yako tu. Unakuta ndo kama hivi. Kwa sababu binti alikuwa anacheza na wenzie. Huyu baba katoka alipotoka anaanza kumshambulia. Na jeshi la polisi limeuhifadhi huu mwili wa huyu mtoto hospitalini kwa uchunguzi. Wakisha maliza uchunguzi wao ndo watatoa taarifa. Sababu ni nini? Kwa kweli inatakiwa tuwe wa makini sana wazazi kama mnavyozungumza kuhusu wali ya watoto, kwa sababu kama huyo ametoka tu ameenda kumkuta mtoto na wenzake akaanza akaenda kushambulia. Kwa kweli bwana, hii ni laana tu ya mtu, inakuwa ana laana zake za siku nyingi. Sasa Mungu sasa anataka kumuonesha kwa sababu kashafanya mambo mengi kwa siri. Sasa ina maana hili ni sababu ya kuoneshwa sasa hivi dhahiri kutokana na laana yake alionayo. Huu ni mtihani kwa kweli. Yaani mtihani. Kwa hiyo watoto sasa hivi wanakuwa kama kuku. Yaani muda wote fieka tu. Watoto wanakuwa yaani watoto sasa hivi sijui ni kwa nini yani. Yaani kwa kifupi haki zao za msingi zinakuwa, yaani tuseme wanafanywa ukatili wa kupitiliza. Wanafanywa ukatili wa kupitiliza. Wanakuwa mpaka wanauoga. Mpaka inakuwa hawana raha wale watoto. Hata yaani wanakuwa wapo hawajihisi kama sisi ni watoto tucheze kwa furaha. Ina maana mtoto anakuwa anacheza na wasiwasi. Na sasa hivi itafika hadi kila mzee afungie mtoto wake ndani ya sitoki kutokana na matokeo. Yaani ndo tunapoelekea. Kuna muda kama watoto mwanao kama wamerudi shule, mwingine kama hajarudi shule lazima uwe na mashaka.
Yaani tunapoelekea sasa mtoto atakuwa acheze. Hata kama mwanangu kachelewa kurudi shule naona wenzake wamerudi na pia mwenzenu umemwona njiani. Yuko nyuma anakuja ila kama hayupo. Hawajaniambia hatujamuona. Uaga mara nyingi naenda nafuatilia nyuma. Ni kweli. Nafuatilia nikikutana naye njiani narudi naye. Ila moyo wangu pale ndo unakuwa umetulia. Unapoweza kukaa kwa amani. Kutokana na sasa hivi watoto ndo wanakuwa kama wanawindwa. Yaani watu kama wanalana au kama katika vichwa vyao sijui vinaingia kitu gani. Yaani mtoto mdogo yule unamkata kama kuku. Wengine ndio watoto wadogo wanafanya vitu vibaya. Kwa kweli ni mtihani sana. Mtihani. Tunaenda tena kwenye habari nyingine nayo pia ya kusikitisha. Mtoto atekwa, abakwa na kuuawa Mbezi kibanda cha mkaa. Yaani hiyo Mbezi hapo tu. Yaani mtoto alitekwa akabakwa na ameuliwa kikatili. Hapo tu Mbezi. Shehe mmoja amelaani vikali tukio la kikatili la ulawiti na utekaji na ubakaji kwa mtoto mwenye umri wa miaka 8. Ndio hayo hata miaka 10 bado hajafikisha. Yaani kwa kweli kwa mtoto wa miaka 8 kwa kuchukuliwa na mtu mwenye miaka 20 au zaidi basi ni lazima atakatomfanyia chochote yule mtoto atamuumiza na anaweza akapoteza uhai wake kweli. Kwa kweli jambo kama hili jamani, huyo shehe bwana alivyokamia na sisi tunaunga mkono jambo kama hili la kikatili. Kwa kweli serikali tunataka izidi kujitahidi katika masuala haya. Hao wanaofanya hivi kwani na wao bora hata yani wakishokamatwa bora tu wauliwe. Wachukuliwe hatua kali. Hii habari inasema mtoto huyo wa miaka 8 ambaye alibakwa na akalawitiwa ilitokea kwa mujibu wa mauaji hayo ya kusikitisha. Ili tukio limetokea la mauaji ya kusikitisha. Tukio hilo limetokea maeneo ya Mbezi kibanda cha mkaa ambapo mwili wa mtoto huyo ulitelekezwa ndani ya pagala la nyumba na mtuhumiwa bado hajajulikana. Kiongozi wa dini ameelezea masikitiko yake kuhusu tukio hilo na kuwataka wazazi kuwa makini zaidi na usalama wa watoto wao. Shehe huyo amesisitiza kuwa vitendo vya kikatili kama hivi havipaswi kuvumiliwa katika jamii na vinapaswa kushughulikiwa kwa haraka na vyombo vya sheria. Yaani ndio kama hao unaosema. Usalama kwa watoto wetu. Usalama. Yaani mwisho wa siku kweli kama anavyosema Sheali, mwisho wa siku watoto tuwafungie. Yaani ni bora. Itakuwa kama kile kipindi cha kati ile kambaka mjukuu wake, mara sijui kambaka mtoto wa jirani. Yaani watoto. Yaani mpaka unasema jamani sasa sijui tunaenda wapi. Nao wababa watu wazima sijui wanataka nini kwa watoto jamani. Yaani kwa kweli. Yaani sijui wanahisi watu wazima saizi watapambana. Wao wanaona mimi yule mtoto nitamkamata nitamfanyia ninavyotaka. Sasa anampotezea na uhai. Anampotezea na uhai jamani. Na lazima ampotezee uhai kwa sababu mtoto anajua nani kakufanyia kanifanyia mtu fulani. Anajua kabisa anajua kabisa sasa kama huyu kamuua afu kamtupa kwenye pagari. Ina maana huyu mtoto anamjua aliyemfanyia hicho kitendo. Na ndio maana akaamua kumuua. Kwa sababu yeye bado hajajulikana, lakini kwa sababu jeshi la polisi lazima litachunguza tu na atapatikana. Apatikane. Kwa kweli bwana, mimi naliombea jeshi la polisi lipate nguvu na kuchunguza na kujulikana hawa wahalifu. Na vile vile serikali itoe mpango maalum hasa kwa sababu sasa hivi kwa kweli watoto wetu hawana raha tena na matokeo kama hayo, na hata sisi wazazi inakuwa roho juu wakati wowote. Hata kufanyaji wa kazi zetu inakuwa sasa ni ngumu. Yaani mtu unakuwa kazini lakini unawaza kama asilimia kubwa salama. Kama sisi wengine mtoto kama anaenda shule au anatoka na unamwambia kwamba sasa shule. Ndio. Mtu yote akikuita usiende, akikwambia njoo chukue pipi, njoo chukue hela, njoo chukue juisi, ndio wimbo wa taifa huo. Namwambia kabisa ukienda dukani, mtu akwambia wewe mtoto njoo kimbia, yani kimbia usimsikilize jifanye kama umsikii. Tena anavyozidi kukuita kimbia. Kwa sababu anakuita ujue anakuitia nini. Ujui. Na watoto wadogo wanadanganyika, twende huku nikakununulia labda kitu. Au njoo chukue juisi, njoo chukue hela. Ndio. Sasa ndio watoto wetu kila siku ndio tunaimba nao kama wimbo wa taifa. Na kuna tukio jingine, kuna baba
mmoja ambaye huyo baba bado hajakamatwa, lakini wazazi wanammendea huyo baba. Huwa anatokea kipindi cha shule zikifunguliwa. Shule zikifunguliwa utakuta watoto wana mabegi mapya, wana viatu vipya. Kwa yule baba anachokifanya, anaita watoto, akiangalia kama mtoto ana kiatu kipya, anamuibia, anamvua vile viatu, anachomdanganyishia anakuwa na vijali vya watoto vile vya limonti. Kwa anamuita yule mtoto, anaenda naye mpaka sehemu ambayo kuna kibaraza. Anakaa naye pale, anaanza kumdanganyishia na vile vijali. Anamwambia unaona hiki kigali cha limonti studi na nini? Chukua chezea. Anamwambia vua viatu vyako au lete begi lako. Afu anampa kile kitu mtoto yule achezee. Baada ya hapo anakuwa navyo. Unaambiwa huyo baba, yani huyo baba unaambiwa anatembea na mbegi mkubwa. Ana mbegi mkubwa huwa anatembea nao. Kwa hiyo muda anaweka viatu vipya na mabegi mapya. Anawadanganyishia watoto. Kuna siku shule imefunguliwa kwa watapeli watoto 8. Mwingine kavuliwa viatu, mwingine begi limebebwa. Na hilo begi usizani begi tupo, anaondoka na madaftari. Na wanasema anazunguka shule tofauti tofauti. Sasa hivyo vitu yeye anaenda kuvifanyia nini? Ina maana anaenda kuuza. Yeye anauza kwa sababu mabegi mapya, viatu vipya, madaftari yule atakuwa anatupa. Madaftari yameandikwa majina. Na daftari wewe ukamuuzia mtu limeandikwa jina. Kwa hiyo mimi ninachohisi ili asikamatwe, anachukua begi anadumbukiza kwenye begi lake. Anamdanganya yule mtoto, anamwambia lete niende ndani nikakuchukulie. Ndio jinsi anapofanya. Kwa hiyo kumbe akisema anazunguka ndani, anamwacha yule mtoto pale barazani akiwa anamsubiri. Ndio. Kumbe ndio yeye kashaondoka hivi. Kashapita kaondoka. Kashapita kaondoka. Kwa kweli. Kwa hiyo siku hiyo wazazi kama 8 na mimi nikiwepo mwenyewe, mwanangu kaibiwa begi jipya. Maana naona mtoto anarudi analia. Unalia nini? Nimeibiwa begi. Umeibiwaje hilo begi? Kuna mbaba aliniita, ana vigali vya limonti. Akaniambia njoo uchezee hapa, kaniita barazani. Ikabidi sasa tuongozane mpaka kwenye hiyo nyumba aliyosema wamekaa. Tumefika pale kwenye ile nyumba, ikabidi niwaulize wale wakazi wa pale. Nikawaelezea, wakasema huyu mtoto kweli tulimuona hapa barazani kakaa analia. Na huyu sio wa kwanza, wewe sio wa kwanza, wewe kama 8, wazazi kama 8 mmeshafika hapa. Ina maana huyo baba anawatoa huko watoto wale wadogo la kwanza pale ndio nyumbani kwake. Anapokaa lakini akai pale. Huyu baba sio pahala pake pale anapoishi. Umeona? Pale anakufanyia utapeli. Yani ni nyumba ambayo ina baraza afu imetulia. Ambapo hamna kukushani. Yani imetulia. Lakini kuna watu ndani. Kwa hiyo anachokifanya watoto wale anawaita wanakaa pale barazani. Pale anawapa vile vigari wanachezea, wakati wanaangalia achukue begi au kiatu kilicho kipya kilichokuwa kizuri. Mimi kwa kweli nikaenda pale nikauliza, wakasema ikabidi niende shule, nikawaambia walimu, wakasema huyo huwa ni kweli huyo mtu taarifa zake tunazo, lakini tunawaza jinsi ya kumkamata. Kutokana na watoto wanawakamatia njiani. Akamatia hapa shule, watoto wanavorudi ndo anawakamatia kule njiani. Anawatapeli. Na anaenda shule tofauti tofauti kwa sababu hizo taarifa zipo shule tofauti tofauti. Kwa kweli inatakiwa tufanye vipi? Kwanza wazazi tuwasomeshe hawa watoto jinsi kama ilivyo. Ndio. Halafu na ile sehemu ambayo anakuwa anaenda sana, hao wazee wameshajua, ina maana wao wawe makini, kwa sababu kuna siku sasa hayo majukumu wataangushiwa wao. Na sisi hatuwezi kuamini kama na wao hawahusiki. Kwa nini aje hapo siku zote? Sio siku zote. Kwa hiyo siku ambayo aliwadanganya hao watoto, kwa sababu ukumbuke achukue watoto wajanja. Anachukua watoto wa la kwanza na la pili. Achukue watoto yani watoto wa la kwanza na la pili. Wale ambao wadogo na vitoto vidogo si unavidanganya hata kwa pipi. Kwa hiyo anavichukua vitoto vya la kwanza na la pili ndo anavidanganya. Anajua mtoto wa darasa la 3 la 4 huyo ni mjanja. Hawezi kukubali. Hawezi kukubali kwamba uchukue begi afu unipe hiki kitu. Kwa kweli bwana, huu mtihani yani ni changamoto jamani. Mtihani kwa kweli ni mkubwa, na tujitahidi sana wazazi, kwa sababu kuna watu unapomuona ana sura ya mtu lakini vitendo vyake vyote ni vya kuue. Kwa kweli tujitahidi sana. Kwa sasa tukao tunapita tunauliza watu, mmemwona baba mmoja hivi ana begi kubwa, kwa sababu wale watoto wanasema kabeba begi kubwa la kijeshi. Kila unapopita wanasema kweli tumemwona. Sasa ikabidi sasa kuna kijana mmoja yeye ulizishirikisha. Akasema mimi nimekutana naye, ikabidi aanze kukimbia sehemu ambao alimuona, akahisi labda atamkuta. Lakini hakumkuta. Kamkosa. Alisema huyu nimemwona nimepishana naye sasa hivi, kabidi awapigie wenzie.
Yeye akawa anakimbia kwenda kuangalia pale alipomkuta. Maana sasa nimepishana naye huyo jamaa. Kabeba begi kubwa la kijeshi, wale watoto ndio wanasema ndio. Yule sungusungu akasema nimekutana naye, ngoja nijaribu kukimbia kama nitamkuta. Lakini baadaye sasa kashaondoka. Kashaondoka. Wanafanya matukio wagawakani. Na yule huwa hapiti njia moja. Ukimwona kanyoosha hivi baadaye anaweza karudi huku nyuma akakata sehemu nyingine. Sasa utafuata mbele, kumbe sipo kabisa, yule mtu kashaondoka kabisa. Watoto kweli wanateseka. Kila siku wimbo. Kila siku ni matukio, yani matukio. Ni mtihani. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema wanawake wawili wadakwa wakiwa tupu katika madhabahu ya KKKT uko Hai. Hii habari inasema wanawake wawili wanaozaniwa kuwa washirikina wamekamatwa alfajiri ya kuamkia Jumapili wakiwa watupu katika madhabahu ya kanisa la KKKT Dayosisi ya Kaskazini wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Tukio hilo limeleta taharuki kubwa baada ya wanawake hao kudaiwa walitumwa kuchukua ulimi wa marehemu aliyezikwa hivi karibuni katika makaburi ya ushirika, yani makaburi ambayo yapo karibu na hilo kanisa. Kwa hiyo polisi wamesema wanaendelea na uchunguzi wa wachunguzi hao wanawake. Alafu hao wanawake hao wanawake wanaoshikiliwa kwa uchunguzi zaidi, yani wanashikiliwa na maaskari kwa uchunguzi zaidi. Kwa kweli hao wanawake, ina maana hao wanaonyesha dhahiri kabisa kama hayo ni mambo ya kishirikina. Kwenda kutafuta ulimi ambao wa mtu ameshakufa na ameshazikwa, ndio waende pale, sijui amedanganywa kitu gani maskini, na wameenda kama walivyozaliwa kabisa. Ndio wameangukia kwenye madhabahu. Ila bado walikuwa wanavutana. Na kwa kanisa pale sikunakuwa na maombi. Kunakuwa na maombi. Na ndio kama yule alianguka ndani TANESCO na ungo. TANESCO kanisa hapo. Ndio naye karibu na kanisa ndio akaangukia TANESCO. Akaangukia TANESCO. Akaangukia kwenye hasa hao wameangukia kwenye madhabahu kabisa. Kwa kweli. Hivi vitu vingine jamani. Vitu vya ajabu sana. Kama yani mambo hayo ya kishirikina yote, mtu anataka maisha au anataka utajiri bwana, washirikina wanataka ulimi wa kazi gani? Ulimi wa kazi gani? Mambo ya ushirikina. Mambo ya ushirikina. Ushirikina. Mtu ameshakufa, ameshazikwa, ameshapunzika, wewe unaenda tena kumsumbua tena. Kwanza tena kumkata ulimi. Jamani kweli, jamani hauogopi mpaka. Kwanza kuna watu ambao naona mimi labda wapo special kwa kazi hizo, hana uoga. Wewe kwa mfano mtu tu kisikia kafariki unamjua muda wote na kama anakutokea. Au umeona tu maiti labda hospitali unawezeka au tumeshuhudia anapofariki. Akili yake kama inakuwa iko sawa. Akili iko sawa. Sasa hawa anaenda kufukua kwenye kaburi kweli. Au bwana kwa kweli ni usiku sasa. Usiku wapo wanawake wana ujasiri gani? Unataka kwa wanaume kusema labda wale wajasiri wanawake. Lakini unajua wanawake katika watu majasiri, mwanamke akiamua jasiri kuliko hata mwanamume naye. Mwanamke akisha kuamua jambo lake huwa harudi nyuma na anatekeleza. Lakini tunaona kama wanawake asilimia kubwa wanakuwa na uoga. Uoga ni pale ambapo hajaamua, lakini wakati ameshahidiwa kitu. Ameshahidiwa kitu na ameshahidiwa kidau hapo, kashajua ili mimi nafanya hivi. Basi uoga wote ule anauweka nini na anafanya. Sasa sheria na maana wao wameahidiwa nini mpaka waende wakafukue marehemu wakate ulimi. Au hawawezi kwenda tu hivi bila ya kuambiwa bwana katuleteeni hichi kitu, na mkisha kutuletea cheno nyie hiki hapa. Kwa mtu mwenye akili zake tu kwa kwenda tu kwa kutumwa tu hivi si rahisi. So rahisi. Tunaenda tena kwenye habari nyingine, nasema mkuu wa kituo cha polisi Chanika afariki kwa ajali. Ajali mbaya imetokea eneo la Gongo la Mboto mwisho kwenye kilima cha kuingia Pugu Sekondari na kusababisha kifo cha aliyekuwa mkuu wa polisi wa Chanika OCD Awazi Mohamed Chiko. Kwa mujibu wa mashuhuda, daladala la aina ya Icha lilitanua na kufuata upande wa gari la OCD Awazi Mohamed ambaye alikuwa akiendesha Toyota Prado na kusababisha ajali hiyo mbaya. Taarifa zaidi kuhusu chanzo cha ajali hiyo na hatua zinazochukuliwa na vyombo vya usalama zitaendelea kufuatiliwa.
Mungu amlase mahali. Kwa kweli tunatakiwa madereva, hususa madereva mnatakiwa mwe na tahadhari sana. Kwani sehemu nyingine mnakuwa mnataka kuwahi, lakini sio sehemu ambayo ya kuovertake. Ina maana unawahi, sehemu nyingine unafanikiwa. Hasa mahali mengine ndo kama hapo unasababisha ajali, unasababisha mtu kufa. Ina maana sasa wewe ukichukuliwa hatua utasemaje? Zote hizo zinakuwa haraka. Na haraka zenyewe wanazozifanya sababu hili hicha limeovertake likaenda kusababisha ajali. Ina maana saa nyingine wana tabia ya magari ya gongo la mboto ya tabia wanakimbizana. Alafu ujue na pia wananyimana. Wananyimana kwa wanabaniana. Kwamba mimi au mwingine anaona ile alokuwa mbele, anaiona gari iko inakuja kule. Alafu ile ya nyuma ina overtake. Kwa hiyo hamwambii kwamba kuna gari ndio inakuja. Sasa anataa. Ndio usiende, kuna gari inakuja huko. Sasa yeye anamwacha tu. Kama wanakomoana. Wanakomoana. Hawafanyiani fair ya kuona anamwambia mwache aende akapate ajali. Na wengine kabisa watasikia wewe mwache akimbia afike mbele huko akamatwa. Sasa tuna mwingine yule anataka ku overtake huko speed na yeye anaendesha ile gari anagongana. Kwa hiyo sasa utaona watu wanaenda zile njia zote wanakuwa wanazitumia wao. Sasa kule gari ikija kule si linakutana na ile gari linalotaka ku overtake uso kwa uso. Ni kweli. Wanasababisha mara nyingi sana ajali. Madereva wanakuwa wazembe. Sababu zenyewe hazijulikani za msingi. Ukisafiri mtu roho yako juu mpaka umefika salama unashukuru. Ni sahihi kabisa. Yani usiovertake, yani angalia kwanza hapa nataka kupita usalama ukoje. Lakini sasa wewe akili kisha kusimama ile unaona hapa mimi napita na wahi hapo. Alafu unajua kuna alama za barabarani za kuovertake. Zipo. Hawazifuatilizi. Zipo kabisa, ni sehemu hii ya kuovertake ambapo kama unataka kuovertake ukitoka kwenye ile njia yako kienda kwingine unaona hapa hadi mbali. Kwa hiyo kama kule gari inakuja unaiona. Sasa lakini kwenye kona au kwenye kilima sasa hujui kama gari inakuja. Sasa hapo unafikiri inakuwaje? Kwa kweli bwana, mambo mengine unaweza ukasema anafanya kusema. Na hii ni kilima cha kuelekea Pugu sekondari. Gari walikuwa wanapandisha. Ina maana sasa hapo sijui kama walikuwa wanapandisha au wanashusha, kwa sababu hicha limeovertake ndio likakutana na hii gari ya OCD. Sasa sijui hicha liko linatokea wapi kuelekea wapi, kwa sababu huyu ina maana alikuwa anaenda Chanika. Ndio. Na ile hicha labda ilikuwa inatoka Chanika linakuja Gongo la Mboto, kwa sababu wamegongana Gongo la Mboto mwisho. Na yani kama ingekuwa inawezekana ama traffic ingekuwa nakaa sana, hata kama badala sehemu ili kuzuia na yani ile vile vidude vile vya kupunguzia mwendo vile navyo vingekuepo. Vile vya kusoma mwendo, umetembea mwendo gani ili zisitokee ajali ovyo, manake serikali nayo jitahidi kwa kweli. Lakini sasa hivyo hata vikawepo yule ka overtake, ina maana yule gari inakuja ni sehemu ya lakini ukiovertake unatakiwa uwe na speed. Sasa saa nyingine ndio hivyo yuko speed anakutana na gari, yani mara nyingi mimi naona magari yakiovertake kwa sababu yanampita ule wa pembeni. Wewe mwenye njia moja ile wote kwa pamoja inabidi sasa unapoongeza speed mbele unakutana na gari unasababisha nini? Sasa pale wewe mara nyingi sana zinatokea ajali kwa mambo hayo. Kwa sababu ana overtake afu angalie mbele. Angalie. Unatakiwa angalie mbele. Afu apeani ishara. Wengine utaona kama anauashia taa. Usije. Au anamwekea hivi mkono tulia kuna gari zinakuja. Wengine ndio wana ishara kuonesha bwana tulia kwanza. Fanya hivi. Na akionyesha ishara anarudi tena kule. Anarudi. Sasa au usangine alimkomesha wewe nenda ukakutana na chuma. Sasa kule chuma kule ndo unaenda kusababisha ajali mwenzio. Sasa kigari chenyewe cha mtu mmoja. Na wewe unaicha. Afisa nyingine uso kwa uso. Uso kwa uso. Hiyo si inakuwa uso kwa uso hiyo. Uso kwa uso. Hatari sana. Tunaona kwenye habari nyingine inasema aliyetafuta utajiri aachwa juu ya kaburi. Hatari. Mzee Yusufu Rashidi, mkazi wa Tabora, ametapeliwa na kuporwa saa yake yenye thamani ya shilingi milioni 1 baada ya kudanganywa na mganga wa kienyeji mjini Sumbawanga. Yaani ukatoka Tabora mpaka Sumbawanga kuna utafuta utajiri. Huwa atapata utajiri wa haraka. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Jumamosi, ambapo inadaiwa mzee huyo aliwasiliana na mwenyeji wake huko Sumbawanga majira ya na aliwasili
yani aliwasiliana na mwenyeji wake kutoka Tabora mpaka Sumbawanga. Na aliwasili Sumbawanga saa 4 usiku. Na kukutana na mwenyeji wake ambaye alimtaka aoge dawa maalum kabla ya tiba na tiba ya kuendelea. Baada ya muda mfupi alipelekwa makaburini ambapo alilazwa juu ya kaburi na kuanza kuogeshwa dawa. Ghafla alitambua kuwa haoni nguo zake na saa yake thamani ya shilingi milioni 1 na thamani ya kiasi cha pesa shilingi 200,000 ambazo zote zilipotea. Ina maana mwenyeji wake pia naye kamtapeli. Mganga kamtapeli. Ina maana alikuwa anawasiliana na matapeli. Unajua hapo kilichofanyika. Wengine sio mganga, wote matapeli. Ndio maana yake matapeli. Wote matapeli. Na ile kufika tu kuamua akoge dawa ile pale ile. Yaani aliambiwa kwamba akaanza kuwasiliana na mwenyeji wake kutoka Tabora mpaka Sumbawanga. Akafika. Alipofika mwenyeji wake akamwambia inabidi uoge dawa kwanza kwa maandalizi. Alafu kisha hapo akamchukua akampeleka makaburini ndio akakutana na mganga. Kufika kule tena mganga akamwambia alale juu ya kaburi amuogeshe dawa. Sasa wewe mwenyeji wa Kenya anamjua au ndio mwenyeji kuwasiliana kwenye simu itakuwa. Ina maana kwa simu kwamba kuna mganga sasa. Hapo kinachoendelea kwanza. Baada ya kufika kwa yule mwenyeji wake aliowasiliana naye. Ndio. Ile dawa aliyokoshwa. Ile sio dawa, ile ni ya kupumbazwa yeye. Na ndio maana anasema mawazo asiwe nayo. Juu akiwa mtupu na nguo zake hazipo. Hapo sio tunaonekana kama mchawi asubuhi watu wakipita. Wewe watu lazima waone mchawi lakini Wasamaria mwema kaburini ndio wakamstiri wakampa kanga. Kwa kifupi sasa hivi tusiwe tunapenda kuulizia vitu mitandaoni. Kwamba kuna mganga sehemu fulani. Mtu ana namba zake hizi hapa kumbe tapeli. Kuna dada mwingine naye anasema katika masuala ya imani haya kiroho. Alikuwa na matatizo. Kwa hiyo mtu anasoma tu matatizo yako. Unapenda nini? Je, unapenda waganga au unapenda masuala ya dini? Naye alitapeliwa hivyo hivyo. Kwamba nakuunganisha na mtumishi fulani kwa sehemu fulani. Kaenda kule yule mtumishi anaambia unatakiwa utoe sadaka inayokuuma milioni 5. Akatoa. Kumbe tapeli katapeliwa kwamba hiyo shida yako baada ya muda fulani itatatuliwa. Anarudi nyumbani anasikilizia muda na saa aliyoambiwa hamna kitu. Nakasha tapeliwa. Kwa kweli. Kwa hiyo mtu anasoma tu matatizo yako, wewe unapenda nini? Imani za kimungu au ushirikina? Kwa hiyo mtu anaenda na wewe. Kwa jamani, tahadhari inatakikana sasa hivi kwa sababu ulimwengu tulionao sasa hivi tuna sura za binadamu lakini vitendo vyetu ni vya kinyama. Vya kishetani kabisa. Ina maana wewe usitake tu kuingia sehemu mganga au kuna fundi, fanya uchunguzi wako kwanza. Baada ya kufanya uchunguzi, hapa kweli huyu mtu anasaidia kweli hivi na ni mhakika, sasa kamuombe Mungu. Lakini kwa hali kama hizo ndio matokeo kama hayo, huyo kakutana kalazwa pale kwenye kaburi anaonekana mwanga huyo. Watu wanapita asubuhi wanakushangaa wewe. Ndio hapo sasa. Alafu mtu mwenyewe si mtu mzima. Mzee. Mtu mzima yani hapo hajapata ujanani anakuja kutafuta hela uzeeni. Kwanza hata hivyo mimi nasema hela alikuwa nao. Hiyo saa ya gharama ya shilingi milioni 1. Si tajiri huyo, na bado alikuwa bado anataka utajiri mwingine zaidi. Gani tena? Tamaa. Tamaa, yani huyu mzee naye alikuwa na tamaa. Kwa sababu haiwezekani utoke kwenu Tabora mpaka Sumbawanga. Nauli katumia shingapi? Hela nyingi sana. Matokeo yake ndio haya yamemkuta, ni tamaa. Mtu mzee uliziki unakuta angekuwa anafanya mambo yake ya vilimo huko mambo ya nini utajiri wa haraka yani hiyo saa tu aliyotapeliwa ya milioni 1 angaliuza hiyo akafanyia mambo ya kilimo basi ingepata zaidi ya hiyo sana au angefanya hata biashara. Milioni 1 ni nyingi. Kwanza kuna utajiri gani wa kwenda kukutafutia mtu wa haraka utajiri? Ukitaka utajiri ndio ameshauriwa kwamba wapambane mwenyewe. Pambana mwenyewe mafanikio haraka. Pambana mwenyewe, fanya kazi kwa bidii. Kama unalima Mungu anakujalia kabisa. Mwenyezi Mungu naye lazima atakuonyesha kwa sababu unachopata ni cha halali. Ni cha halali. Tumia kwa halali, sio kutaka kitu cha shortcut. Hiyo shortcut yake amemkuta. Shortcut bwana unapata matatizo. Sana tena matatizo unayopata ni kama hayo. Haya, tuachane na habari hiyo, tuende kwenye habari nyingine. Nasema milioni 17.8 zatumika
kununua mitambo ya uchunguzi wa kimaabara. Serikali kupitia mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali imewekeza mitambo ya vifaa vya kisasa vya uchunguzi vyenye thamani ya shilingi bilioni 17.8, ikiwemo mitambo mikubwa 16 na mitambo midogo 274 kwa ajili ya kuboresha huduma za uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara ndani ya kipindi cha miaka 4. Hayo yameelezwa Machi 14 na mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma kuhusu mafanikio na mwelekeo wa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali kwa kipindi cha miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6. Ni jambo zuri kwa hii mitambo ya kisasa. Na maana magonjwa mengi yatatambulika sana. Watu wengi atatufikia. Kwa kweli ni jambo zuri sana. Na tunapongeza serikali na inaendelea kujitahidi katika sekta ya afya. Inajitahidi kwa kweli. Zamani vipimo vingine hakuna mpaka nje. Lakini sasa hivi wanajitahidi kuleta mitambo, vifaa, madaktari bingwa wapo. Kwa kweli ni jambo sio lazima kitu nenda sijui nchi gani, nenda sijui China, nenda sijui India. Kweli. Kwa sasa hivi vitu vingi venyewe vinaletwa, vinapatikana hapa. Yaani kwa kweli mama anajitahidi na aendelee kujitahidi. Na tunampongeza sana kwa kweli na hilo, na tumelikubali na tuko naye pamoja mama. Tunaenda kwenye habari yetu nyingine, nasema serikali yaendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kupitia mradi wa viwanda wa Kwala huko. Hii ni Pwani. Kwa hiyo serikali imesema msemaji mkuu wa serikali na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sayansi na Michezo, Gerson Msigwa amefanya ziara katika kongani ya viwanda vya Kwala Sino Tano pamoja na bandari kavu ya Kwala mkoani Pwani, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha mazingira ya uwekezaji na uboreshaji miundombinu muhimu ya biashara na usafirishaji nchini. Ziara hiyo imehusisha waandishi wa habari kutoka mikoa ya Pwani na Dar es Salaam, ikilenga kutoa taswira halisi ya maendeleo ya uwekezaji katika sekta ya viwanda na bandari. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa kweli. Ni jambo zuri. Sasa hivi Pwani vinajengwa viwanda vingi tu. Ndio. Kwa hiyo na hivi viwanda pia vinavyojengwa huko Kwala pia ni jambo zuri. Serikali pia inajitahidi. Wawekezaji kutokana na wawekezaji wakija wenyewe wanafanya sehemu gani tunaweza tukawekeza, ndio wanafungua viwanda hivi. Viwanda na bandari kavu pia ni jambo zuri la kushukuru serikali. Kwa kweli hilo litasaidia sana hata vijana walioko huko katika mkoa wa Pwani. Watapata ajira. Wanapata ajira sasa hivi, sio mpaka waje Dar es Salaam. Kwa sababu huko Pwani pia inajengwa viwanda. Kila sehemu. Kwale visiwani. Kwala ni Pwani. Kwala. Kwala. Sio Kwala. Kwala ni Pwani. Nahisi ni huko kama nini Mlandizi huku. Yaani nahisi maeneo ya huko. Hata huku njia ya huko nayo tayari tunaona. Sababu pia kuna bandari viwanda vingi. Ukipita hapa kuanzia Kisemvule kwenda mbele huko. Huko kuna viwanda vingi. Hata njia hii ya Morogoro Road pia. Kuna viwanda vingi sana. Watoto wanakuwa wana ile kuzunguka. Kwa mtoto kasoma kamaliza zake shule ana ajira bora anaenda na wakienda wanapata kujikimu. Wanajikimu. Kwa kweli ni jambo zuri kwa sababu serikali inajitahidi. Inajitahidi sana. Kwa hiyo tunaishia hapa habari zetu. Ndugu zetu watazamaji wa Sheka Toto TV, kwa leo tunaishia hapa katika kipindi chetu cha leo jili. Tukutane tena kesho panapo majaliwa.